Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Zanzibar, Riziki Pembe Juma, amesema sekta ya utangazaji inabadilika kwa kiasi kikubwa kutokana na maendeleo ya teknolojia ya habari inayoendelea duniani kote, sambamba na kuwataka wadau wa habari kuanzilisha maudhui yenye kuendana na wakati. Amesema haya alipokuwa akifungua semina ya siku moja kwa wadau wa habari na watangazaji iliyofanyika ukumbi wa Zura Maisara mjini Unguja. Kwa hiyo wizara yenu hii ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuimarisha sekta ya utangazaji, ikiwa ni pamoja na kukuza matumizi ya teknolojia za kidijitali katika uzalishaji na usambazaji wa maudhui, pia kuimarisha mazingira mazuri ya uwekezaji katika sekta ya utangazaji. Hapa changamoto zenu mlizozisema nadhani zinalenga katika eneo hili. Mmetaja pa utitiri wa kodi, tasema, lakini vile vile kutilia mkazo uzalishaji wa maudhui ya ndani ili kulinda maadili, mila na tamaduni zetu na silka zetu. Lakini vile vile tutaendelea katika kuona tunaimarisha nyenzo za usimamizi wa huduma za utangazaji, ikiwa ni pamoja na kufanya mabadiliko ya sheria, kanuni na miongozo ya utangazaji ili iendane na mabadiliko ya teknolojia mpya. Kwa kweli wingi wa kodi, naomba hili niseme kwamba acha tulichukue. Na tulichukue kwa sababu masuala ya kodi yanasimamiwa na serikali kupitia wenzetu wa Wizara ya Fedha. Kwa sababu ukisema hapa napunguza kodi zote, hapana, hiyo sio mamlaka yangu. Lakini tutakaa pamoja, na nimemwambia pale katibu mtendaji, hebu hii wanasema huu moja wa muda huu, kaeni pamoja. Maana wanasema si kila jambo linataka ule utafiti wa kwenda site kwanza kukusanya data. Ni swala tu, sababu kodi zinajulikana. Hebu mkikaa basi kwenye kikao hata cha dharura kwenye ule mmoja ambao umeanzishwa muda, zungumzieni hizi kodi. Je, tujue ni kodi gani na gani na gani ambazo zinatoleshwa, na kodi hizo ni shilingi ngapi na ngapi, kwa sababu tunaamini kwamba kupitia kodi kila muda huyo hapa ndani yupo, na naamini kwenye huo mmoja maana hao wote wapo. Kwa hiyo kaeni mzungumze, ili baadaye katibu mtendaji atatuletea, tutaona serikali tunakwenda kuliwasilisha. Na bahati iliyo njema Dr. Mwinyi, jamani, rais wetu mpendwa, rais ambaye anajali watu wake, wanapenda kila siku kusema hataki kuona ukiritimba wa makodi. Tufanye ile one stop center hata kwenye kodi zetu, make kuwa kuna one stop center. Nadhani kwa jasiriamali ameweza kufanyia baada ya changamoto zao na maeneo mengine na makundi mengine. Kwa na sisi sasa kama kundi, tena kundi lenyewe lile kundi tajiri, kwa hiyo tajiri wetu siwe tu kwenye kupeleka habari kwa jamii, lakini pia katika kuona yale ya kwetu nayo yanafika na yanafanywa kazi vizuri. Kwa hili naomba nimwagize katibu mtendaji lifanyeni kazi kwa haraka ili tuweze kuliwasilisha serikalini kabla hatujaingia kwenye bajeti ya serikali, ili serikali ione namna nzuri ya kuona inalifanyia kazi. Lakini kwa upande wa hao wenzetu wa online, kwa sababu hii nimeambiwa kwamba ipo kwenye kanuni zetu, na bahati njema kanuni ni za waziri. Kwa hiyo kwa mamlaka hano nilionayo, sitakwambia shilingi ngapi hapa sasa hivi. Maana mshindo ananiangalia ile liseme alafu sema umesema mheshimiwa waziri. Lakini naomba nikwambieni kwamba wale online wanasema hili tutaanza nalo kwa haraka kwa sababu liko ndani ya mikono yetu. Kwa punguzo kwenu ni mambo mnalipa 500, ndio? Kichwa kimeniuma kidogo. Maana nikiangalia kazi zenu na hilo wewe kwa kweli ni kubwa sana. Kwa ni kwa waziri wenu na mamlaka hayo nimepewa, basi nakwambia kwa matahfifu insha Allah itakuja na mtatangazwa rasmi shilingi ngapi. Haji Dadi Shajak, katibu mtendaji Tume ya Utangazaji, amesema mafunzo hayo yataongezea taaluma watendaji wa vituo vya utangazaji ili kusaidia kuboresha utendaji kazi wa vituo hivyo, sambamba na kuzungumzia swala la urushaji wa vipindi au maudhui yaliokuwa hayana hatimiliki. Tume ya Utangazaji Zanzibar imeamua kuandaa semina hii ya siku moja ya wadau wa utangazaji kwa lengo la kuimarisha mashirikiano na wadau wetu, kwani matokeo kama haya yanatoa fursa ya kujadili changamoto mbalimbali zinazoikumba sekta ya utangazaji sambamba na kupanga maazimio pamoja ya utatuzi wa changamoto hizo. Tukio hili la leo tumeamua kulifanya la kipekee ili liweze kuongezea taaluma watendaji wa vituo vya utangazaji itakayosaidia kuboresha utendaji kazi wa vituo hivyo. Ndugu mgeni rasmi, sekta ya utangazaji ni moja ya sekta za huduma za jamii nchini. Sekta hii inatoa huduma ambayo ni haki ya msingi wa raia kama ilivyotamkwa kwenye Katiba ya Zanzibar mwaka 1984, na dhima ya sekta ya utangazaji ni kutoa habari, kuelimisha na kuburudisha jamii
kwa kupitia radio, television na mitandao ya kijamii. Tume ya Utangazaji Zanzibar ndiyo iliyopewa dhamana kwa mujibu wa sheria ya kusimamia sekta ya utangazaji nchini. Tume tunatoa leseni ya utangazaji, kupanga na kusimamia masafa ya utangazaji, kudhibiti shughuli za utangazaji na maadili yao ya utangazaji, sambamba na kulinda sera, usalama, mila na utamaduni wa Zanzibar usiharibiwe. Hivyo naomba kuchukua nafasi hii kuwataka watoa huduma utangazaji, hasa wasambazaji wa maudhui mtandaoni, kuhakikisha wanasajiliwa na kuwa na leseni halali ya utangazaji kwa mujibu wa sheria. Na wale ambao tayari wamesajiliwa wahakikisha wanalipa ada zao za mwaka kwa wakati na kuhuisha leseni zao pale zinapomaliza muda wa matumizi. Ndugu mgeni rasmi, Tume ya Utangazaji Zanzibar katika siku za hivi karibuni tumekuwa tukipokea malalamiko mengi kuhusiana na baadhi ya vituo kurusha vipindi vyenye haki miliki bila kupata ridhaa ya wenye haki hizo. Mfano, urushaji wa moja kwa moja wa matukio ya michezo, uonyeshaji wa filamu na tamthilia au vipindi vya habari na matukio. Mtoaji wa huduma za utangazaji anapaswa pia kuzingatia sheria nyingine za nchi wakati utekelezaji wa majukumu yako, ikiwemo sheria ya haki miliki. Hivyo ni wataki waendeshaji wa vituo vya utangazaji kuzingatia muda wa haki miliki na haki nyingine za kisheria wakati wa utoaji wa huduma zao. Ndugu mgeni rasmi, semina yetu hii itakuwa na mada 3 zifuatazo. Kwanza, matumizi sahihi ya akili mnemba katika huduma za utangazaji, uandaaji wa vipindi bora na mambo ya kuzingatia katika uandaaji na utoaji wa maudhui ya utangazaji, lakini mwisho ni mbinu za kufikia masoko. Mada hizi zimechaguliwa kwa kuangalia mahitaji ya sasa ya vituo vyetu vya utangazaji ambavyo ni kuwezesha kiuchumi ili kuweza kukabiliana na ushindani wa soko, tukitambua kwamba kuwepo kwa vituo vya utangazaji vyenye ustawi mzuri utawezesha kuwapasha habari wananchi kwa usahihi na weledi. Ni matarajio yangu kuwa semina na mafunzo kama haya yatasaidia watendaji wetu kutoa huduma bora kwa kuzingatia taaluma, uweledi, maadili ya uandishi wa habari. Mwenyekiti wa muda wa wadau wa habari na wamiliki wa vituo vya utangazaji, Ali Mkubwa Zuberi, amesema tasnia hii ina historia kubwa katika kusukuma mbele harakati za kiuchumi, kisiasa na kijamii, sambamba na kuzungumzia changamoto wanazopata wamiliki wa vituo vya utangazaji Zanzibar. Tasnia ya utangazaji ni moja ya sekta ya huduma za jamii nchini inayotoa huduma za kuelimisha, kuhabarisha na kuburudisha, ambayo ni haki ya msingi ya raia kama inavyotamkwa kwenye Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984. Tasnia hii ina historia ndefu hapa Zanzibar ambayo imekuwa na mchango mkubwa katika kusukuma mbele harakati za kiuchumi, kisiasa na kijamii. Licha ya mafanikio yote hayo, tasnia hii imekuwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo kwanza ni wingi wa kodi na ada kubwa za leseni. Pili, uhaba wa matangazo ya biashara ambayo unachangiwa na mwamko mdogo wa wafanya biashara kupeleka matangazo yao katika vituo vya utangazaji. Taasisi za serikali kupendelea zaidi kupeleka matangazo yao ya biashara katika vituo vya utangazaji vya umma, jambo ambalo linapelekea kukosekana kwa ushindani halali wa biashara. Tatu, kupanda kwa gharama za uendeshaji, ikiwemo gharama za matumizi ya umeme, kunachangiwa na kukatika kwa mara umeme tunatumia, mishahara na posho za watendaji wa vituo, na 4, kukosekana kwa mashirikiano baina ya vituo vya utangazaji. Ndugu mgeni rasmi, tangu kuanzishwa kwa vituo vya utangazaji hapa Zanzibar, hakujawahi kuwa na umoja wa wamiliki wa vituo vya utangazaji. Kila kituo kilipambana peke yake kutatua changamoto zake bila kufikia mafanikio yanayotarajiwa. Hali hii ilipelekea kwa wamiliki wa vituo vya utangazaji kushindwa kuifikia serikali kwa urahisi. Hivyo tumeona ipo haja ya kuanzishwa kwa umoja wa vituo vya utangazaji Zanzibar, umoja ambao utapaza sauti zetu kwa serikali na kuwezesha kutatua changamoto mbalimbali zinazotukabili. Ndugu mgeni rasmi, kufuatia kikao chako cha wadau wa habari kilichofanyika tarehe 28 Januari 2026, moja ya hoja zilizoibuliwa ilikuwa ni kuanzishwa kwa umoja wa vituo vya utangazaji. Hivyo mnamo tarehe 26 mwezi wa pili 2026, Tume ya Utangazaji iliitisha kikao cha wadau wa habari na kujadili ajenda mbalimbali ikiwemo hii ya kuanzishwa kwa umoja huo. Baada ya kikao hicho, kamati ya muda iliteuliwa
ili kuratibu mchakato mzima wa kuanzishwa kwa umoja huo. Kamati hiyo itakuwa na jukumu la kuhakikisha umoja huo unafanikiwa kikamilifu kwa maslahi ya tasnia ya utangazaji na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Waziri, napenda kukuarifu kuwa hadi sasa tunapozungumza, kamati ipo kazini na inaendelea vizuri na mchakato huo. Ndugu mgeni rasmi, hiki kinachofanywa na Tume ya Utangazaji leo ni jambo muhimu katika kufikia safari ya kuimarisha sekta ya utangazaji nchini. Waswahili husema choyo cha maendeleo ndiyo choyo cha kuigwa. Hivyo kuna mambo mbalimbali ambayo tunaiomba wizara iyazingatie, ikiwemo kupatiwa mikopo ya kuzalisha maudhui ya utangazaji kama wanavyopatiwa wenzetu wa Tanzania bara, kupunguziwa ada za leseni ya utangazaji kama ilivyofanywa na TCRA, kupitiwa upya kanuni utitiri wa kodi ili kuwa na kodi rafiki zinazoweza kulipika. Wizara itoe tunzo kwa vituo na watendaji waliofanya vizuri katika tasnia ya utangazaji. Kuwepo kwa mfuko maalum wa kuwezesha vituo vya utangazaji kufikia huduma zao kwa jamii. Mheshimiwa Dr. Riziki Pembe Juma, Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, tunaamini kuwa serikali yetu ya awamu ya 8 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ni serikali sikivu. Hivyo kupitia wizara yetu unayoiongoza wewe Mheshimiwa Waziri, tunatarajia maombi yetu haya yatazingatiwa na kupatiwa uzito unaostahili. Dr. Elisha Mangulanga, mhadhiri skuli ya uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma, akitoa mada ya matumizi sahihi ya akili mnemba AI katika huduma za utangazaji katika semina hiyo, amesema akili mnemba imeleta mapinduzi makubwa katika tasnia ya habari sambamba na teknolojia zinazonyanyukia. Tutegemea waandishi wa habari kufanya kazi kwenye kuhariri na kusambaza kazi zao, lakini muhimu kuzingatia maadili ya kazi zao. AI imeleta mapinduzi makubwa sana kwenye tasnia ya utangazaji, na kwa sababu teknolojia ni miongoni mwa hizi teknolojia ambazo zinaibukia, tutegemee waandishi wa habari kubadilisha utaratibu wa kufanya kazi, namna wanaweza kuandaa maudhui, namna wanaweza kuhariri na namna wanavyoweza kuyasambaza. Teknolojia hii ipo na itaendelea kuwepo, kwa hiyo hatuna budi kuichangamkia. Kwa hiyo wajifunze namna ya kuitumia, kwa sababu inaweza kurahisisha sana watumizi kazi. Lakini cha msingi zaidi, maadili ni jambo la muhimu sana. Teknolojia yoyote inapokuja inakuja na changamoto zake, na ninajua swala la maadili lipo hata kabla ya AI. Vile vile vinavyokatazwa kwenye maadili kabla ya AI kuja, akili unde, ndi yale ambayo yanakatazwa hata sasa baada ya kuja, kwa sababu hata kabla ya kuja kwa teknolojia hii watu walikuwa wanaweka habari potofu, ingawaje kwa njia tofauti ya kutengeneza. Kwa hiyo nadhani tatizo kubwa liko hapo, na cha msingi wajue kwamba akili unde ni nyenzo ya kumsaidia kufanya kazi, lakini haiwezi kureplace kila kitu. Kwa hiyo nafasi ya mwandishi iwepo pale pale, ya muhariri na usambazaji maudhui, na wenyewe wachukue nafasi zao. Wanahitaji kujifunza teknolojia hii, wasikwepe na wasidhani wanapotumia akili unde kwamba inawapunguzia uwezo wa kufikiri, kwa sababu kabla hujaitumia lazima uwe na uwezo wa kufikiri kwanza. Kwa hiyo swala la kufikiri linaanza kwanza, haliji baadaye, kwa sababu kama ni athari ya kufikiria kwamba itatupunguzia uwezo wa kufikiri, ingekuwa kwamba inaanza AI alafu ndio inakuja kufikiri, hapo naweza kusema. Lakini matumizi ya akili unde, unaanza kwanza kufikiri ukiwa na akili zako vizuri na maarifa yako vizuri, ndipo inafuata matumizi. Kuzungumzia katika uandaaji na utoaji maudhui wa utangazaji, Profesa Marty Muhando amesema matumizi ya teknolojia za kisasa, teknolojia na vifaa kama video, picha, sauti ili kuboresha uwasilishaji wa maudhui yao. Chande Omar, mkurugenzi mkuu mstaafu ZBC, akitoa mada za mbinu za kufikia masoko, amesema kutokufikia masoko kwa wanahabari ni udhaifu wao katika kazi zao. Kuna baraza la sanaa, msanii akienda akifanya kitu kidogo tu anaulizwa, lakini kwa mwandishi wa habari anaaminika tangu mwanzo kwamba yeye anajiongoza mwenyewe. Kwa hiyo sisi tu katika tasnia muhimu sana, kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, ni tasnia ya tajiri katika mawazo, tajiri katika utekelezaji, tajiri katika kufikia sekta nyingine zote hapa duniani.
Kwa hiyo lazima tuukubali huo ukubwa huo, na hicho ndio kitu ambacho kitatuongoza zaidi kuliko kingine chochote. Mimi huwa nawaambia wasanii kwamba mngejua namna gani waandishi wa habari wanajiamini, wamejitengenezea uaminifu ndani yao kuweza kutoa maudhui bila kuulizwa. Anajua pale kwa kujisimamisha, wapi pa kwenda mbele, wapi pa kusukuma, wapi pa kuuliza, wapi pa kunyamaza. Na hiyo ndio maana inapoambiwa kwamba hii ndio the fifth estate kwenye upande wa Marekani, kwamba tuna nguvu ya kujisimamia wenyewe, na hilo ndio la kwanza la kutilia mkazo. Maudhui yote yatakayofuatia ni kwa sababu tuna uwezo mkubwa zaidi. Tujiulize maswala mengi, tunafika wapi? Kwa mfano ametaja mwenzetu mmoja hapa, tunafika wapi? Our reach, tunafika wapi na tunafikia nani? Audience yetu na hao wanotupa masoko, wanotupa matangazo kwa mfano, tunafika kiasi gani, kwa mbali gani? Swala la reach, tunafika wapi kwa sasa hivi? Kama hufiki pale, hufiki dunia nzima, it is your own problem. Kwa sababu gani? Platform za kukufanya wewe ufike huko mbali, kila kitu zipo. Kwa hivyo hiyo si tatizo. Distributors wa maudhui wapo. Kwa nini uweze kushindwa? Kweli huna utaalamu mdogo wa kuweza kuingia katika mtandao wowote ukaweza kupatikana mbali, ukaonekanwa mbali, ukasikika mbali? Ni udhaifu wetu wenyewe, umo ndani yetu sisi wenye vyombo hivi. Kama mpaka mwaka huu hujui vipi utamfikia Mzanzibari, Mtanzania aliyoko Uingereza au Marekani au Arabuni, hilo si tatizo la mjadala, ni tatizo la ukosefu wa teknolojia, kuitumia teknolojia. Kwa sababu hiyo teknolojia tunayo, ipo. Huwezi kuingia katika Instagram, huwezi kuingia katika Twitter, huwezi kuingia katika mtandao wote ukafika mbali. Kwa hivyo swala la kuwafikia wateja wetu ni udhaifu wetu wenyewe, kama tunashindwa katika jambo hilo, ambalo siamini, kwa sababu najua huo uwezo mnao na mnautumia. So ya kwangu ilikuwa vitu viwili. Nilikuwa naomba kuongelea kuhusu copyright ambayo tuliongelewa na Dr. Elisha, yes, na Professor Martin. Kulikuwa kuna issue ya AI kwenye kazi zetu ambayo ni msaidizi, na pia issue ya kazi zetu, meaning maudhui unayotengeneza wewe. Kuna kitu kinaitwa copyright. Multi choice, labda nifanye mfano wa kwetu sisi. So multi choice tumelipia maudhui ya exclusive rights kwa ajili ya EPL. Nadhani wote tunafahamu. So mtu akisema ana ile kuiba maudhui yoyote yale, iwe ni jambo la maudhui yako ya kwako, ile kuiba ambayo ndio tunasema tunataka kudhibiti. Ndio maana kuna KOSOZA, Copyright Society of Zanzibar. So nilikuwa ninaomba kuchangia au kuencourage wale wote ambao wanatengeneza maudhui, yani content creators. Chochote ambacho cha kwako kinahitaji pia kulindwa, right? Mtu asiende akafanya copyright kama alivyosema alisema dada pale kutoka Deutsche Welle kwamba tayari ile kamera ilikuwa iko, yani huwezi kufanya copyright, itajulikana. So nilisema naomba nitoe hiyo, since tuko kwenye seminar ambayo ina deal na broadcasting our own contents, kwa nikasema niweze kukumbusha kwenye hiyo. Akifunga semina hiyo, naibu waziri wa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Ali Gulam Hussein, amesema mafunzo hayo ni miongoni mwa misingi ya kuendeleza tasnia ya habari na kukuza ufanisi ambao unatakiwa na sekta ya habari, na kusema sekta ya habari ina muhimu katika jamii na kufikia ushindani mkubwa wa kitaifa ni kuwa na ubunifu mkubwa, pamoja na kuwataka wadau wa habari hao kuchangamkia fursa za kutafuta elimu ili kukuza vipaji vyao. Awali ya yote, kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana siku hii ya leo katika tukio hili muhimu la kufunga semina siku moja iliyoanza toka asubuhi. Nichukue fursa hii kuwapongeza nyote mliohudhuria katika mafunzo haya muhimu, na nina imani kubwa mmepata uelewa ambao uliokusudiwa. Mchango yenu katika kuendeleza sekta ya utangazaji nchini
kama serikali tunaendelea kuiheshimu. Pia napenda ni washukuru viongozi wetu wa nchi hii wakiongozwa na Mheshimiwa Dr. Hussein Al-Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kutuendelea kutupatia miongozo mbalimbali ya usimamizi wa sekta habari na utangazaji nchini, ambayo inaendelea kuleta manufaa kwa wananchi wote wa Zanzibar. Mafunzo mliopata leo yanahusiana na matumizi ya teknolojia, ukuaji wa masoko na namna ya kuzalisha maudhui bora ya utangazaji ni miongoni wa masuala ya msingi ya kuimarisha sekta ya utangazaji ambayo wizara yetu imekuwa ikitilia mkazo zaidi. Aidha, shukrani za dhati ziende kwa waandaaji wa semina hii, kwa maana Tume ya Utangazaji Zanzibar, kwanza kwa kunialika kuwa mgeni rasmi wa ufungaji wa semina hii, ambayo naamini kwa madini ambayo mliyopata leo itakuwa ni chachu ya kuimarisha utendaji kazi mzuri sambamba na kuchangia kukuza ufanisi ambao unaotakiwa. Ndugu washiriki, sekta ya utangazaji nchini ni muhimu katika kuchangia maendeleo ya jamii, kiuchumi, kisiasa, kwani kupitia vituo vyenu vya utangazaji jamii hupata taarifa sahihi, elimu na burudani. Hivyo tunapaswa kutambua kuwa maudhui bora ni yale yenye kujenga uelewa sahihi kwa jamii, kuimarisha maadili na kuchochea maendeleo. Kwa mantiki hii, uzalishaji wa maudhui bora uwe ndio kipaumbele chetu. Ndugu washiriki, nimefahamishwa kuwa kauli mbiu ya semina hii ni teknolojia ya kisasa kwa maudhui bora na masoko imara. Hii kauli inaakisi wajibu mkubwa wa vituo vya utangazaji katika zama hizi za mabadiliko ya haraka ya kidijitali, kuwa na ubunifu wa hali ya juu katika kuzichangamkia fursa za masoko sambamba na kuongeza ufanisi wa uzalishaji maudhui yenye tija kwa maendeleo ya taifa. Aidha, ili kufikia katika ushindani mkubwa wa masoko kitaifa, kikanda na kimataifa, ni vyema wadau wa utangazaji kuwa wabunifu wa mbinu za kisasa za kuyafikia masoko, uimarishaji wa miundombinu ya kisasa sambamba na kuwekeza katika rasilimali watu. Hili litafanikiwa kwa kuhusisha matumizi sahihi ya teknolojia na ni chachu ya kupanua wigo wa wasikilizaji na watazamaji na kuongeza mapato na kujenga masoko imara na endelevu, ambayo naamini vyanzo hivi na vingine mkivipata hapa leo kupitia semina hii. Nitoe rai kwa washiriki wote kutumia taaluma ambayo mlioipata ipasavyo na kukuza uelewa wenu sambamba na kuchangamkia fursa nyingine za kutafuta elimu ili kuzidi kunoa vipaji vyenu na kuzalishaji bora wa maudhui. Ndugu washiriki, serikali inatambua mchango mkubwa wa sekta ya utangazaji nchini na inaendelea kuweka mazingira rafiki yanayoshajihisha ukuaji wake. Tunatambua kuwa kuna bado changamoto kadhaa katika mifumo ya sheria za habari na utangazaji nchini ambazo kwa kiasi fulani zinakwaza kufikia utekelezaji mzuri wa majukumu yenu. Hata hivyo, juhudi zinaendelea kufanyika ili kuhakikisha sheria zinaboreshwa na sekta ya utangazaji inakuwa kwa kasi inayokidhi mahitaji ya wakati huu, ikilinda maslahi ya taifa na jamii kwa ujumla. Sisi wizara tunafahamu, wakati tulipokutana na wadau, moja ya changamoto kubwa ambayo iliyosemwa ni sheria ya masuala ya uandishi wa habari, ambayo ni sheria ishakuwa ya muda mrefu kwa maana kongwe. Sisi kama wizara tumelichukua kwa umuhimu wake, na kama ambavyo tumeeleza, tayari sheria ile ishafika katika vikao vya juu vya serikali kwa maana Baraza la Mapinduzi,
na muda sio mrefu italetwa katika Baraza la Wawakilishi ili iweze kupata michango ya waheshimiwa na kuweza kuipitisha ili iendane na mahitaji ya sasa. Kwa hiyo niwaombe wanahabari, wamiliki wa vyombo vya habari, wakae mkao tayari kwa ajili ya kusubiri sheria yenu ambayo mlikuwa mna hamu nayo kwa muda mrefu. Ndugu washiriki, nawapongeza sana Tume ya Utangazaji Zanzibar, kwanza kwa kufanikisha mafunzo haya muhimu kwa waandishi wa habari, wamiliki wa online pamoja na wamiliki wa vyombo vya habari, na kwa mara nyingine tena ni wapongeze wote wale washiriki kwa ushiriki wenu mzuri. Michango yenu yenye kujenga na kujitolea kwenu katika kujadili na kukuza sekta ya utangazaji nchini. Mafunzo na mawazo mliobadilishana hapa ni msingi imara kuboresha maudhui, uimarishaji wa matumizi ya teknolojia ya kisasa na kukuza masoko yenu. Ni matarajio yangu ama yetu kuwa yale yote ambayo mliojifunza yatatekelezwa kwa vitendo katika maeneo ya kazi ili kuleta mabadiliko na maendeleo endelevu katika sekta hii muhimu. Mwisho, kwa niaba ya waandaaji ni washukuru sana na niwatakie mafanikio mema katika majukumu yenu ya kila siku. Na sasa, kabla sijamalizia, naomba nigusie jambo moja ambayo mkurugenzi hapa ameniambia kuhusiana na ada ile ya usajili. Sisi kama serikali, ambalo na yeye tayari ameshawasilisha katika ngazi ya wizara, tunalichukua lile na tunakwenda nalo kwenye bajeti hii. Imani yetu yatakwenda kufanyika mabadiliko makubwa ili kuviwezesha online TV hizi na mambo mengine waweze kupata fursa kama ambavyo wanapata wenzetu Tanzania bara. Mwisho, naomba nitamke rasmi kuwa semina hii ya siku moja kwa wadau wa utangazaji nimeifunga rasmi. Asante sana kwa kusikiliza. Semina hiyo siku moja ilijumuisha wadau wa habari mbalimbali ikiwemo wamiliki wa vituo vya habari, watangazaji, waandishi wa habari na wanafunzi wa fani ya habari. Mtazamaji wa KHD TV, usisahau kutoa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kulike na kushare. Nikiripoti kutoka ukumbi wa Zura, Farhat Saidi, KHD TV, elimu ni hazina.